Asante kwa kuendelea kuchagua Azam Sports na habari za usiku huu. Huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Kikosi cha Simba kipo safarini muda huu kurejea Dar es Salaam kutoka Bamako kule Mali kupitia Addis Ababa Ethiopia baada ya kupoteza mchezo wa pili kutoka kundi D Ligi ya Mabingwa barani Afrika dhidi ya Stade Malien. Simba inatarajiwa kutoa kesho saa 10 alfajiri katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Dar es Salaam. Kocha wa timu hiyo Selman Matola amesema si mara ya kwanza kwao kuanza hatua ya makundi na matokeo kama haya, hivyo wanaamini wana kazi ya kufanya kurudi kwa nguvu zaidi. Kwa upande wa nahodha wa timu hiyo Shomari Kapombe amesema nafasi bado ipo, hivyo mashabiki wa Simba waendelee kuwaunga mkono wachezaji hao. Mzetu Baraka Mpenja yupo safarini na kikosi cha Simba na hii ni taarifa yake mapema leo. Desemba mosi jijini Bamako, Mali, kikosi cha Simba kikitarajia kuanza safari ya kurejea Dar es Salaam kupitia Addis Ababa Ethiopia, na hii ni baada ya kupoteza mchezo wa pili wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika kundi D na Stade Malien ya hapa Mali, mchezo kichezo wa uwanja wa Machi 26 hapa Bamako, Mali. Sio mara ya kwanza kututokea, lisha kututokea. Kwa hiyo nafikiri ni mazingira ambayo tulikwishazoea kwa sababu yalikwisha tutokea. Cha msingi ni kwamba ni kutuliza akili. Tumekuwa tuna kikao kirefu sana na bado tuna nafasi, naweza kusema tuna nafasi kubwa sana. Cha msingi ni kuwa pamoja na kuhakikisha tunafanya vizuri katika hizo game zetu zinazokuja. Na imani inawezekana. Siku zote nasema kwamba mwalimu anaumia sana kama timu haitengenezi nafasi. Lakini kama timu inatengeneza nafasi kwa timu ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo tumekuwa tunaumia sana kichwa walimu. Kwa nini nafasi zile tunazozipata hatuzigeuzi kuwa magoli? Tumekuwa tukifanya sasa tumekuwa tukifanya vikao na mchezaji mmoja kuhakikisha tunalitua hili tatizo. Nafikiri tuna nafasi sasa kuweza kurekebisha na kuweza kutoa tatizo ile na kuweza kutengeneza nafasi kuwa ni magoli. Shomari Salum Kapombe ni nahodha wa Simba, lakini pia ni mchezaji mwandamizi ndani ya kikosi hiki ambacho kinafundishwa na meneja mkuu Dimitri Pantev akisaidiwa na Selemani Matola. Wana mtazamo gani kuelekea michezo inayofuata ya Ligi ya Mabingwa Afrika baada ya kuanza vibaya katika michezo miwili ya kwanza? Tunakubaliana na situation ambayo imetokea kwa sababu ni mpira, kwa hiyo kuna matokeo matatu tumeweza kupoteza, lakini naweza kusema kwamba kuna mechi nyingine ambazo zinakuja mbele. Tutajipanga na tuna imani kwamba tutajipanga vizuri na tutaenda kufanya vizuri katika hizo mechi ili tuweze kuangalia tuko na nafasi gani. Najua mashabiki wetu na wanachama wameumia kwa kuweza kupoteza mchezo huu kwa sababu matarajio yalikuwa yako makubwa sana, na sisi wenyewe kama wachezaji tulikuwa na matarajio makubwa sana kuweza kushinda ili kuweza kuchukua hizo point tatu na kukaa katika nafasi nzuri katika grupu. Lakini naweza kuambia mashabiki wa Simba na wanachama wote wa Simba waweze kuendelea kutupa support. Michezo bado ipo ambayo tunaweza tukafanya vizuri na tukaqualify katika robo finali. Tayari kikosi cha Simba kimeshawasili. Hapa ni uwanja wa ndege Bamako, Mali, na uelekeo ni Dar es Salaam. Jonathan Soa, akina Shalewa, Karabwa, Shamu na wachezaji wengi wa Simba wako tayari kwa ajili ya kuanza safari kurejea Dar es Salaam. Kutoka hapa Bamako, Mali, mimi ni Baraka Mpenja, mwenzangu ni Xavier Ngaweje. Tutakuletea updates zote kutoka hapa Addis Ababa Ethiopia mpaka Dar es Salaam. Hii ni Azam Sports kutoka Bamako, Mali. Raundi mbili za Ligi ya Mabingwa na Kombe la Shirikisho barani Afrika zimekamilika rasmi, ambapo kwa klabu za Tanzania, kwa mfano wekundu wa Msimbazi Simba, bado hawajaonja radha ya ushindi mpaka hivi sasa. Matokeo ambayo yanaendelea kuibua mijadala kuhusiana na rekodi bora ya wekundu hao wa Msimbazi kucheza hatua ya robo finali mfululizo, wakichagiwa pia na kucheza finali Kombe la Shirikisho barani Afrika msimu uliotoka kumalizika. Tumezungumza na baadhi ya waandishi wa habari za michezo nchini kupata maoni yao kutokana na mwenendo huo wa Simba Sports Club. Ni hali ambayo inahitaji uchangaji mzuri wa karata zako ili upate matokeo chanya kwenye michezo ya mbele. Kuna muda mwingi sana wa timu kujiandaa kwa mapumziko ambayo tutayapata kwa sababu ya AFCON. Kwa hiyo swala la kuwapa nafasi ya robo ama kwenda ama kutokwenda, nafikiri tuiache mpaka labda watakapocheza mchezo wa tatu dhidi ya Esperance de Tunis. Kwangu mimi ukiniuliza nasema sio matokeo mazuri kwa Simba, lakini pia ni wake up call kwao, na wanapaswa kutumia kipindi hiki ambacho ligi zimesimama kwa ajili ya kupisha mashindano ya AFCON kwa ajili ya kujirekebisha. Lakini kama hawatakitumia kipindi hiki cha marekebisho kufanyia marekebisho, tunaweza tukasema basi wanaweza kumaliza mechi zao bila kupata ushindi, kwa sababu kila mmoja anaiona hali ya timu the way ilivyo. Unajua
Kimchezo naona ni kawaida, lakini wana changamoto pia kwenye kujilinda, namna gani ambavyo wanavyoenda kujilinda. Wanahitaji kuwa makini zaidi. Nadhani kocha mkuu Suleiman Matola pamoja na meneja mkuu wa timu hiyo Pantev wataenda kulifanyia kazi, lakini sehemu pekee ambayo mimi naona kabisa inaweza ikawarejesha wao kwenye mchezo na kwenye ushindani ni kwenye upande wa management. Unajua tunadharau kitu kinaitwa money management, lakini money management ni muhimu sana kwenye taasisi yoyote. Kama kunakuwa hakuna management nzuri na inafanya kazi vizuri, definitely tu mtaenda kufeli, kwa sababu wale mnaowaongoza wanawategemea nyie huku chini. Champions League na Confederations inapima nini? Inapima misingi mitatu: quality, sana class ya players na makoches. Kwa mwalimu Pantev na Matola, kama watakuwa na triple C kwenye technical bench, kama watakuwa na communication bora, watacorporate, watakuwa na top combination, wataachieve. Mimi ninachoamini zaidi, Simba bado wana room ya kuweza kufanya wonders. Cha msingi kumalizia zaidi ni wawezaji kutambua kwamba aina ya mechi ni aina gani. Kila mechi ina opponent wake na kila opponent ana kazi yake kufanya. Nachoamini zaidi kwamba kama patakuwa na balance nzuri ya kushambulia kwa plan na kuzuia kwa strategy, Simba wanaweza kwenda hatua ya 16 round. Ili kujua ndani wa hilo nizungumze na mchambuzi hapa. Kumradhi. Karibu sana Philip. Mambo vipi? Safi, uko vizuri? Salama, tunaendeleaje? Naam, shukrani sana. Tuambie kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea Wekundu wa Msimbazi, Simba mechi 2 bila ushindi. Ni sio matokeo mazuri. Ukitazama kwenye msimamo jinsi ulivyo, na waona ya kwamba wako mkiani, hawana pointi hata moja, lakini kinachowabeba ni kwamba waleko juu yao pia nao hawana ushindi wa 100% kwao. Inawafavor ya kwamba wanachotakiwa kufanya ni kufanya vizuri kwenye zile mechi zao zinazofuata. Na bahati mbaya au bahati nzuri ni kwamba mechi zinazofuata ni zile za back to back ambazo unacheza. Simba atacheza na Esperance de Tunis, na maana ataanzia nyumbani alafu ataenda kumaliza ugenini weekend inayofuata. Kwao kikubwa kwao hapo sasa ndio picha ilipo, lakini huku mwanzo ukitazama unaupata mwendo ule ambao Simba alianza nao mwanzo kwenye zile mechi za mwanzo za michuano hii ya CAF. Bado zilikuwa zina matokeo ambayo hayawaridhishi sana mashabiki. Wakiwa nyumbani, kuna mechi nyingine wakiwa ugenini unaona kabisa kwamba wanashinda, lakini quality sio bora sana kama ile ambao mashabiki walikuwa wanaitarajia. Ni ngumu ama ni rahisi kiasi gani kwa Simba kurejea kwenye rekodi hiyo ambayo aliwahi kuanza hivi lakini akamaliza vyema kwenye mechi za mwisho? Mara ya mwisho nafikiri mechi 3 za mwanzo walikuwa na pointi 2. Na baadaye akaja akafanikiwa kufuzu. Hizi mechi za 3 huwa zimekuwa zikiwabeba sana Simba. Sababu unakumbuka hata ile nyuma ambao alikuja kupata ushindi dhidi ya Vipers ugenini, afa akapata ushindi dhidi ya Vipers hapa nyumbani, akaja akatoka sare mechi moja na kushinda mechi nyingine inayofuata. Kwa hiyo hizi mechi zilizobaki hazimaanishi ya kwamba zimeshamuondoa Simba. Lakini kikubwa ambacho Simba anatakiwa kufanya, record ya nyuma inawezekana, quality ya wachezaji wa sasa au uwezo wa kikosi wa sasa sio kama ule wa nyuma. Kwa hiyo lazima warudi waangalie kile ambacho wanaweza kukirekebisha, kwa sababu hapa unachokuja hawa wawili wa juu au namba 1 na namba 2 nao wanacheza wenyewe. Nini unachoweza kukiombea hapa? Mmoja basi apate pointi 6 kwenye hizo mechi zote, alafu wewe uanze kupambana kupata hiyo nafasi moja ambayo imebaki. Naam, hem tuangukie Young Africans sasa. Hili ndilo kundi lao tayari, wao wako juu pale wakiwa na alama sawa na Al Ahly ambaye yeye alishinda nyumbani kwake, lakini alivyoenda dhidi ya Esfar akabanwa mbavu, kadondoka na alama 1 pekee. Safari yao unaiona vipi na ugumu ama wepesi wa kundi lao kuelekea robo finali? Mpaka sasa hivi hauwezi kuwaondoa Yanga kwenye race. Wako kwenye race, wako vizuri, wako kwenye nafasi ambayo unaweza ukasema wana nafasi ya kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Lakini bado wanatakiwa kufanya kazi. Pamoja na kwamba wanashinda, lakini unaona kuna chance nazo wanazipata nao wanapoteza. Ni timu ambayo imetengeneza nafasi nyingi zaidi nafikiri kuliko timu zingine zote kwenye group lao. Ahali wenyewe hawajatengeneza nafasi nyingi kama ambazo Yanga wametengeneza, lakini jinsi ya kuzitumia wakati mwingine kuna changamoto. Pamoja na kwamba wako kwenye njia nzuri. Kupata pointi 1 ugenini na pointi 3 nyumbani, ina maana wako sehemu nzuri, kwa sababu ndio kama ambavyo Ahali nao wamefanya. Umeona hili kundi ni kundi gumu, kwa sababu mpaka sasa hivi hata aliyeko nafasi ya mwisho ana uwezo wa kufuzu kwenye hilo kundi. Baki yake anakuja na Ahali sasa. Kwa hiyo ina maana Januari ataanzia Dar es Salaam weekend hii, afu weekend inayofuata ataenda kumalizia Misri. Sasa hiyo ndio itampa picha kwamba nini ambacho anaweza kukivuna. Sio.
Haya, hizo ni timu mbili za ligi ya mabingwa, lakini shirikisho pia tuna timu mbili kutoka Tanzania. Hawa ni Azam FC na hili ndilo kundi lao. Mpaka sasa Wydad ndiye kinara. Manyema Union ameshashinda mechi mbili, naye pia anafuata nafasi ya pili. Wote wameshinda mechi zao mbili. Azam na Nairobi ndio pekee hawana alama hata moja kwenye kundi. Hawa ni ukitazama mechi zao wamecheza nao Giant ambao wako huko juu. Ambao ndo nafasi ya kwanza na ya pili. Ni kundi ambalo ukilitazama kwenye hali ya kawaida unaona ya kwamba kuna uwezekano hao wa juu wakaenda wote. Lakini ni mapema sana kusema hivyo kwa sababu hao wa juu wanaenda kukutana pamoja. Kwenye mechi zinazofuata kuna pointi 6 ambazo wanaenda kugombea wote wawili. Kwa uwezo wao huamini kama wanaweza mmoja akazichukua zote. Kama akichukua mmoja zote ni jambo zuri. Wakigawana wanaendelea kuongeza ugumu. Lakini picha sasa hapa ya Azam inambeba kwenye hiyo mechi zake za pili hizo mbili dhidi ya Nairobi United, kwa sababu hapa kama Azam akichukua pointi 6 ina maana nafasi yake kubwa ya kufuzu ipo, kwa sababu ana uwezo wa kuja kupambana na mmoja wapo akapata pointi 3 na akapunguza au wawili wale wako juu akafuzu na mmoja hizo Wydad au Manyema. Kwa hiyo kikubwa ni yeye sasa kwenye hizo mechi hizo dhidi ya Nairobi lazima hakikisha kwamba anachukua pointi zote 6. Haya, mtuangalie kundi la mwisho, na hili pia lina timu moja kutoka Tanzania. Singida Black Stars wako hapa, lakini nao pia bado mambo ni magumu, alama moja pekee baada ya sare moja. Angalau unaweza ukasema Singida wamevunja ile rekodi ya nyuma ile ya Namungo. Kutoa Simba na Yanga, timu nyingine ambayo ilikuwa inafuzu kwenye shirikisho, nafikiri Namungo hawakuvuna pointi kwenye kundi lao. Kwa hiyo Singida wamevunja ile rekodi ya kwamba wameonesha kwamba kuna kitu wanaweza kufanya. Ukiwa na pointi moja hapa una uhakika wa kutafuta pointi 8 kwenye mechi 4 zilizobaki. Mechi 4 zina pointi 12. Kikubwa wao ni kuhakikisha wanaziba, wanafunika wale makorongo ambao walikuwa wanayo huko nyuma. Kama ulikuwa kuna kitu ulikiona labda ni sehemu ya kiungo, sehemu ya ushambuliaji, bado kuna nafasi hapa ya kufanya kazi kubwa, kwa sababu Singida haina wachezaji wengi sana ambao wanaenda kwenye timu zao za taifa. Ni timu ambayo itabaki. Kwa hiyo mwalimu anachotakiwa kufanya ni hichi kipindi cha mwezi mmoja ukitumia vizuri kwa ajili ya maandalizi yake kwenye hizo mechi zingine zinazokuja baada ya ligi kusimama hivi karibuni. Shukrani sana Philip. Tutapata saa mwingine kwa kujadili mengi. Nakushukuru sana. Ni Philip Nkeni, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na timu 4 ambazo zinaendelea kuwakilisha Tanzania kwenye michuano ya CAF: Simba, Yanga, Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Tusalie hapo kwenye kuwatazama Singida, ambapo kikosi hicho cha Singida Black Stars kimerejea mchana wa leo kutokea visiwani Zanzibar, ambako kilikuwa na kibarua cha nyumbani kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya wageni wao Stellenbosch ya Afrika Kusini. Mchezo huo ambao walitoka sare ya goli 1-1 pale New Amani Complex umewapa alama moja kwenye mechi 2 za makundi walizocheza mpaka sasa. Kwa sasa wanarejea tayari kwa ajili ya kuanza maandalizi rasmi ya kuikabili Azam FC Jumatano hii kwenye mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara unaothibitishwa na Hussein Masanza ambaye ni afisa habari wa klabu hiyo. Tukupata matokeo ambayo tuliyataka. Tulitarajia ushindi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikiwa kuondoka na alama moja. Kwenye mashindano haya unachokipata chochote kina maana kubwa sana. Na tukitazama mwenendo wa mashindano yanavyoenda, bado tuna nafasi. Tuna mechi zimebaki 4 za kucheza. Tuna uwezo wa kupata matokeo mazuri kwenye mechi zilizoko mbele yetu. Kwa hiyo nadhani na sina shaka hata kidogo benchi letu la ufundi na chini ya kocha Miguel Gamondi watarudi kwenye ubao wa kuangalia wapi walikosea. Wataenda kufanyia kazi. Uzuri tunaenda break mpaka mwakani. Tutarudi tena kwenye michuano ya kimataifa. Sasa hivi tunarudi nyumbani kwenda kujiandaa na mchezo uliopo mbele yetu. Na ikimaanisha nyumbani hapa Dar es Salaam. Maana tumetoka nchi za watu. Hata Zanzibar ni nchi. Kwa tunarudi Dar es Salaam, timu itakaa hapa Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wetu wa ligi kuu dhidi ya Azam FC ambao utacheza tarehe 3 Jumatano hii majira saa 3 usiku. Ni mchezo ugenini, tutacheza kwenye uwanja wa Azam Complex kule Chamazi. Kwa hiyo tutazungumza zaidi kuhusiana na mchezo huo na mashabiki waanze kujiandaa mapema kuja kuisupport timu yetu. Ni mchezo mgumu. Azam ni timu bora tunaifahamu, na wanapokuwa kwenye uwanja wao nyumbani ni timu ngumu kusema kweli, lakini mchezo mkubwa pia. Ni big match hii na maandalizi yake pia yatakuwa makubwa kuhakikisha kama tunapata alama 3. Katika michezo miwili tuliocheza ni kweli moja tumepoteza, moja jana tumedraw. Bado tuna nafasi ya kuqualify na bado tunapambana. Sababu mwalimu ameona ni wapi tumekosea. Kwa hiyo kwenye mazoezi naona mwalimu matatizo yote mwalimu ataenda kuyafanyia kazi. Mashabiki wa Singida wazidi kutupa tu support ili tuweze kuvuka katika hii stage. Hii stage ya group sio stage simple, ni stage ngumu sana. Kwa hiyo lazima sisi tupambane na wenyewe watupushi watupambanie kama sisi tunavyopambana, wazidi kutupa moyo. Chochote kinaweza kikatokea. Huu ni mshike, endelea kuwa nasi.
Asante kwa kuendelea kwa nasi, tuendelee kuangazia yale ambayo tunayo mezani. Kitendo cha kuvuna alama 4 katika mechi 2 za makundi ligi ya mabingwa barani Afrika walizocheza wananchi Young Africans kupitia kwa mashabiki wake wamejitokeza kifua mbele na kujivunia hatua hii muhimu. Ushindi wa nyumbani pamoja na sare ya ugenini wanaamini ni mwanzo mzuri kuelekea kwenye malengo yao ya kucheza hatua ya robo finali. Kundi gumu, kundi sio gumu. Kwa sababu mpaka sasa hivi tunapiga hesabu ya mechi 2. Tukipata matokeo katika mechi 2 sisi tushafuzu hatua ya robo finali. Kikosi changu kwa performance niliyoiona alhamdulillah sio haba. Pale tulipotokea katika hatua za awali tukiwa na kocha na Romain Folz sijui tulikuwa tunaonekana tucheze vizuri, maneno yalikuwa mengi hivi na hivi, mara timu haieleweki, performance mbovu, fitness haieleweki. Baadhi ya mashabiki wengi walimpigia kelele kocha fitness coach. Ila sasa hivi maneno yote yameisha. Alhamdulillah, na bwana Pedro sasa hivi alivyokuja ndani ya wiki moja, tunaweza kusema ndani ya wiki 2 kacheza mechi 3. Si kawaida, si kitu cha kawaida kwa kocha kuja kuchukua timu ndani ya wiki moja kuonyesha performance kama ile pale kwenye mchezo mkubwa wa Farabati. Ni kitu kigeni katika nchi yetu ya Tanzania. Tushazoea kocha tunampa muda ndani ya mwezi mmoja, almost mpaka miezi 3 ndio timu inafanyaje na click. Lakini bwana Pedro kaja na kingine kilichomsaidia bwana Pedro kwamba wachezaji aliowakuta ndio wale ambao wamezea msimu. Kikosi changu cha Yanga kwa hivi sasa nakiona kiko vizuri. Na ninafurahi sana kwa sababu tunapata matokeo. Ila hapo nyuma kidogo timu yangu ilikuwa iko vizuri. Yaani ilikuwa inacheza bila mfumo mzuri. Ila kocha huyu kalipoingia yaani sasa hivi na raha sana. Sina cha kuongea. Kwa kweli kuhusiana na kikosi cha Yanga kipo vizuri. Kwanza niwashukuru viongozi kwa usajili mzuri wanaofanya na bado wanaendelea kufanya. Kwa sasa hivi Yanga tunasema wanapigania kwenda kucheza finali, sio robo tena. Kutokana na aina ya wachezaji ambao wamesajiliwa na uongozi. Tuna wachezaji bora, wazuri. Kwa sababu unemtoa kumfanyia hesabu na anayeingia wana uwiano, wanafanana ina maana. Yoyote anayetokea mbele yetu tunamkanyaga. Awe Simba, awe Al Ahly, yoyote sisi tunamtaka, yoyote tunampiga na tunaenda Mungu akijalia mpaka finali. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea huyu engineer Eli Saidi. Tunamwombea kila laheri, Mungu amjalie. Awe na baraka njema, awe na siku njema kwa Yanga yetu hii. Tunafurahi sana sana na sana na sana. Nashukuru uongozi wangu wa klabu ya Yanga kwa ujumla. Na mwenendo wetu kidogo sasa hivi afadhali alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Maana tofauti na kocha aliondoka na huyo kocha alioingia sasa hivi kidogo tunaona matumaini ya Gamondi pamoja na Profesa Nabi, kidogo ule mfumo unaanza kurudi sasa. Mwenendo wa timu vile vile unarudi kweli, umesharudi kwenye usawa, japokuwa sio asilimia zote kutokana na makocha wawili walioondoka hawa kabla ya huyu aliokuepo. Kidogo mfumo ushaanza kurudi kwenye hali yake ile ya kawaida. Tunachomuomba Mwenyezi Mungu sasa hivi kwa mechi zinazofuata ya Al Ahly na marudiano mengine ni kumuomba Mwenyezi Mungu ukweli, kwa sababu ile bado ngoma sio ni ngumu kweli kweli. Naam, haiishi mpaka imeisha ndio msemo mpya wa baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanaamini kuanza vibaya kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika haimaanishi kuwa kikosi chao kitamaliza vibaya pia. Wameongeza kuwa changamoto ni sehemu ya mapito, hivyo watarejea imara na kuendeleza moto wao wa kucheza hatua ya robo finali. Mimi ni washauri tu mashabiki wapenzi na wanachama wa Simba watulie, na sasa hivi kutakuwa na kipindi kirefu kidogo cha kujiandaa kwa ajili ya hii michuano, kwa sababu nafikiri narejea kwenye Januari mwishoni. Tutakuwa at least tumeongeza wachezaji na kocha kama atakuwa ni huyu, lakini atakuwa amekaa na wachezaji kwa muda mrefu, atakuwa ameingiza mbinu zake na wachezaji wanaweza wakawa wameshachukua maelekezo yake, wamekaa vizuri. Muhimu tu mwalimu, mimi ningependa ni mshauri hawa ma-striker, sijajua yeye mbinu zake, lakini kutokuwatumia ma-striker pia anawaondolea ile confidence yao mara kwa mara, kwa sababu anawatumia dakika 10, 15, 20, 15. Hapana, awape time ya kutosha. Timu pale kwenye timu watuongezee mtu yani wa kuamua matokeo. Simba tunacheza vizuri mpaka tunafika golini. Kama jana tumecheza vizuri, kicho tugharimu tu
kuto kutumia nafasi. Mimi timu yangu inavyoiona, japo kwa tumepoteza mechi 2, inauma. Baada ya michezo miwili tuna pointi 0. Kwa maana nyumbani tumepoteza mchezo mmoja, away pia. Matumaini yako vipi? Binafsi naamini bado tuna nafasi ya kufanya vizuri, kwa sababu kuna season ambayo iloisha tuliwahi kupoteza dhidi ya Raja kwa magoli mengi 3, ila issue kubwa ilikuwa ni point. Tulipoteza nyumbani, tukaenda ugenini pia tukapoteza, tukawa baada ya mechi 2 tuna pointi 0. Lakini tulichanga karata zetu upya, mwisho wa siku tulienda robo. Tuna nafasi. Bado tuna nafasi kwa sababu kupoteza michezo miwili hatujaanza leo. Nadhani last season tulipoteza michezo miwili kwenye makundi, lakini mwisho wa siku tukaja tukashinda game na tukawin, tukaingia hatua ya robo final. So unaiona Simba, ila tu ni kuna baadhi ya marekebisho sehemu chache. Kiangalia upande wa mwalimu kuna baadhi kidogo ya mapungufu. Naamini ni kwamba kama atazungumza vizuri na wachezaji wake, lakini pia bench likajipanga vizuri, mimi naamini mchezo unaokuja tunashinda, na tukirudi nyumbani pia tuna uwezo kupata matokeo na tukaiona Simba yetu ile ambayo tunaitarajia. Nao baadhi ya mashabiki wa Singida Black Stars waliopo mkoani Singida wametoa maoni yao juu ya mwenendo wa timu yao kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kama wakiondoa yale makosa, zile small mistakes ambazo wamekuwa nazo Singida Black Stars kwenye michuano hata ya ndani ya ligi na nje pia katika michuano ya kimataifa, nadhani kuna kitu wataweza kukipata kitakachokuwa na msaada kwa upande wao. Mimi naona mwenendo wa Singida Black Stars sio mbaya, kwa sababu ndio mara ya kwanza ya kushiriki mashindano ya kimataifa. Naona sio vibaya, ni uzoefu tu wa mashindano, lakini timu ni nzuri na inacheza vizuri. Kwa hiyo tutegemee hapo mbeleni itafanya vizuri. Timu ya Singida Black Star mwenendo wake sio mzuri sana na sio mbaya sana, kwa sababu ni mara yao ya kwanza kuingia kwenye haya michuano ya kimataifa. Naweza nikasema wanaenda vizuri kwa sababu wanaendelea kujifunza kulingana na uzoefu wa timu wanazokutana nazo. Kwa hiyo utaangalia hata timu kubwa kama Simba na Yanga ambazo zimeshashiriki mara kadhaa kwenye hii michuano ya kimataifa, nazo zilikuwa zina changamoto mwanzo, lakini hivi sasa zinafanya vizuri. Kwa sasa tulichokiona ni tofauti na yale matarajio yetu. Mwenendo ni mzuri, mwanzo ni mzuri, kwa sababu nafikiri labda tunaweza kusema inatokana na uwepo wa benchi nzuri, wachezaji wazoefu wa mashindano hayo ya kimataifa, baadhi yao, wengine si wazoefu, lakini mwenendo ni mzuri, wameanza vizuri. Iwapo kama wataendelea hivi na msimu mwingine wa pili, basi wanaweza wakapiga hatua. Naam, ndio tuangalie sasa maoni yako ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa Facebook na Instagram. Tuone kile ambacho umetuandikia baada ya swali ambalo tumeuliza. Swali tulikuwa nataka kufahamu, anasema tumepumzika kimataifa na sasa ni NBC Premier League, Azam FC dhidi ya Singida Black Stars, Simba dhidi ya Azam FC, nani kuondoka na kicheko? Swali muuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetujibu kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hawa wanaitwa Azam TV Sports kule Instagram, ambao ni ukurasa wetu huu wa michezo maalum kwa ajili ya michezo. Huyu anaitwa Uchebe Ali, anasema nafikiri hizi games zitakuwa ni za kimkakati sana. Kila timu hapo haitakuwa na matokeo mazuri katika mashindano ya haijana matokeo mazuri katika mashindano ya kimataifa. Itakuwa ni game za kila timu kuona progress yake ya kutengeneza confidence, ushindi kuanzia game hizo na zinazofuata. Lakini Ima Baisa anajiita hivyo, anasema kutoka Tegeta, Dar es Salaam, naona Azam anacheka weekend hii, ila hawa Kariakoo anasema hawa Kariakoo Simba bado kilio kitaendelea weekend hii. Maoni yake. Busongo Kaseka anasema kutoka Nanda Mbogo Geita, anasema namuona mnyama akirejea na kasi ya ajabu, wana rambaramba wajipange, tunapozea machungu kwao. Maoni yake hayo. Tuangalie sasa kwenye ukurasa mwingine, na sasa ni Facebook. Azam TV Sports, Azam Sports inaandikwa hivyo. Matete Magesa anasema wa Mwanza na Nsio Ukerewe, anasema kwangu mimi naona Simba inaenda kuondoa uteja kwa Azam na kurejesha furaha ya mashabiki, na upande wa Singida na Azam mechi itakuwa tafu sana, ila Singida ataibuka na ushindi wa pointi 3. Yaonel Mtinya anasema Azam FC dhidi ya Singida Black Stars, Azam wako kwenye kiwango kizuri, wanapewa nafasi kubwa kuamua mchezo mapema. Simba dhidi ya Azam mechi ya nguvu
matokeo yanaweza kwenda upande wowote, kiwango cha siku hiyo kitatoa majibu. Lakini Abdalla Mgeni kutoka Shamsi Arusha anasema kiukweli chama langu Simba silioni likitupa furaha kwa sasa, kwani wachezaji wake wameshuka viwango kwa hali ya juu sana. Haya, kwa hali ya juu sana. Sio alikuwa anataka kuweka msisitizo ama nini, lakini ni maoni yake hayo kuhusiana na kile ambacho tulikiposti ama kuuliza kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Tuangalie kile sasa ambacho kinaendelea. Ligi kuu ya NBC imeendelea hii leo. Sasa baadhi ya mashabiki wa Mashujaa kutoka mkoani Kigoma, wao wameomba benchi la ufundi pamoja na wachezaji kuongeza juhudi za kupata matokeo ili kujinasua katika nafasi mbaya na za mwisho kwenye ligi kuu ya NBC. Ni katika uwanja huu wa CCM Lake Tanganyika, dakika 90 bila kufungana, timu zote mbili. Mashujaa FC ya Kigoma wana mapigo na mwendo dhidi ya Wanamangush kutoka Tanga Coastal Union. Kwa upande wa mashabiki wanajaribu kuyaeleza kwa maana hisia zao kufuatia sare hii pamoja na ile ya Dodoma, wakitaka benchi la ufundi na wachezaji waone namna ya kufanya jambo. Timu kwenye upande wa nyuma, kwenye ukabaji, timu inazuia vizuri, lakini shida inaonekana timu ni kuanzia katika eneo la katikati mpaka kwenda kwenye eneo la umaliziaji. Ndio shida ilipo ya timu. Kwa hiyo naona mwalimu katika dirisha hili anaweza kaangalia namna gani anaweza kaongeza labda striker au katika kutupatia kiungo ambaye ni mshambuliaji ambaye ni mzuri zaidi. Ni bado tatizo ni dogo tu la kawaida na linaweza likawa benchi la ufundi likarekebisha. Shida ni katika umaliziaji, lakini tumetengeneza nafasi nyingi. Kwa mimi sioni kwamba kuna shida sana. Kwa upande wa kocha msaidizi wa Mashujaa Fred Charles anajaribu kueleza namna ambavyo ushindi haukupatikana, lakini vijana wake wamepambana na wao waliweka mbinu tofauti kabisa kuhakikisha wanaibuka na ushindi, lakini haikuwa bahati. Ukiangalia game hii na game iliyopita, mpango uko tofauti. Mpango huu wa mechi hii ilikuwa ni more offensive game tu ambayo tulikuwa tumepanga, na ukiangalia first half tulikuwa tunashambulia zaidi na second half tunashambulia zaidi. Tumeweza kucreate more chances, lakini ni kumalizia tu ile chance kupata goli. Kwa hiyo tayari hiyo ni shida tumeshaiona. Tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi, tutafanya kazi ili kuweza kufanya vizuri kwenye mechi zijazo. Hii ndio game ambayo unaweza kusema kwa sasa ya mwisho hapa, na baada ya hapa wanaanza kwenda viwanja vya nje watakapoanza kukutana na Fountain Gate. Jacob Ruviro, Azam Sports, Lake Tanganyika, Kigoma. Hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike. Endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Turejea kwenye taarifa yetu ya awali. Ikiwa leo ni siku maalumu kwa klabu ya Azam FC kuongea na waandishi wa habari kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimpira, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Thabit Zakaria pamoja na wachezaji wa kikosi hicho wameelezea mikakati pamoja na malengo yao kuelekea michezo ya ligi kuu ya NBC iliyosalia, ikiwa ni pamoja na maandalizi yao kiujumla. Kikosi cha Azam FC baada ya kupoteza michezo miwili mfululizo ya kombe la shirikisho barani Afrika, sasa wamegeukia ligi ya nyumbani, ikiwa leo ni siku yao maalum ya kuongea na waandishi wa habari ili kuelezea mikakati, tathmini na malengo yao kwa mwaka huu wa 2025-26. Tuna mechi dhidi ya Singida Black Stars tarehe 3, halafu tuna mechi dhidi ya Simba tarehe 7. Ni mechi muhimu sana, ni mechi za ligi zenye hadhi ya hatua ya makundi ya mashindano ya Afrika, kwa sababu hizi timu zote zipo kwenye hatua ya makundi ya mashindano ya Afrika. So tutacheza kwa kiwango hicho na zitatusaidia sana kuangalia standard yetu pia, kwa sababu tunacheza ligi lakini tunacheza katika kiwango cha Afrika. Hiyo itatuonesha namna gani ambayo tunaweza kwenda kuzikabili mechi zetu za Afrika zinazokuja hapo baadaye baada hizi mechi kupita. Tukizungumzia mchezo wa Singida, ni mchezo mgumu, tunategemea kupata mchezo wenye ushindani, kwani ukiangalia Singida naye katoka katika mashindano tuliokupo sisi. Kwa hiyo unategemea mchezo tutakaocheza kesho kutwa ni mchezo wenye ushindani wa hali ya juu, lakini sisi kama Azam FC tutajipanga vizuri ili mradi kuweza kupata point 3 katika mchezo huo kupitia walimu wetu. Shirikisho tumeweza kupoteza michezo miwili, imeuma, lakini tushasahau. Tuna michezo 4 mingine iliyobaki, tutaendelea kujipanga wakati mwingine unapokuja kwenye hiyo michezo ili tuweze kuishinda michezo hiyo. Tumerejea katika ligi, siku ya leo ni siku muhimu ya kwenda kujiandaa kuweza kumkabili mpinzani. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa sababu tuna malengo makubwa katika msimu huu. Kwa hiyo maana yake ili uweze kutimiza malengo yako lazima uweze kuwa unaokota point katika kila mechi, na
kudondosha baadhi ya pointi huko nyuma. Kwa hiyo hatutaki uwe mwendelezo wetu. Kama ulivyotoka kuwasikia meneja habari na mawasiliano wa Azam FC pamoja na baadhi ya wachezaji ambao wameelezea maandalizi ya mchezo wao dhidi ya Singida Black Stars utakaochezwa Jumatano hii katika dimba hili ambao utakuwa mubashara kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV. Hakikisha unalipia kwa wakati ili kuweza kufurahia burudani hizo. Kutoka hapa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, mimi ni Khadija Khalifa, Azam Sports. Miongoni mwa dabi kubwa Afrika Mashariki na zinazosumbua sana hasa kutoka nchini Kenya ni pamoja na Mashemeji Dabi ambayo huwa inawakutanisha Gor Mahia pamoja na FC Leopards. Sasa leo kikosi cha Gor Mahia kimeendelea kujifua na maandalizi yake ikiwa ni maalumu kuelekea mchezo huo ambao utapigwa weekend hii. Sasa kuelekea mchezo huo ni sehemu ya kile ambacho wamekizungumza wakati wa maandalizi yao. In fact, this is a match of the matches, it's a match that it's very important to our fans, our supporters, to the team, the legacy of the team, myself, everybody. And so we are preparing seriously towards this match, believing that on Sunday we'll do well to take the necessary points. Naam, wakati haya yanaendelea, tugeukie sasa lingine kubwa na ni kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kuhusiana na kile ambacho kinafanywa na serikali ya Saudi Arabia. Imekuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo wamekuwa wanayagusia, na kuhusiana na hilo tutazame hili ambapo makubaliano ya Saudi Arabia pamoja na shirikisho la soka duniani FIFA ni pamoja pia na mfuko wa maendeleo wa Saudi yani SFD ambazo ziliingia makubaliano maalumu ya kimkataba wa mkopo ili kusaidia kuboresha na kujenga miundombinu ya michezo ikiwemo viwanja kwa nchi zinazoendelea. SFD kupitia mkopo huo zitatoa hadi dola za Kimarekani bilioni 1 ambazo ni takriban trilioni 2.6 za Kitanzania kama mkopo wa riba nafuu kwa nchi zinazostahili ili kusaidia kurejesha kurekebisha viwanja mbalimbali vya michezo ambavyo vinakubalika na FIFA. Tumezungumza na baadhi ya wachambuzi wa soka wa ndani kulitazama hili na ni kwa namna gani Tanzania kama miongoni mwa nchi zinazoendelea inaweza kuwa mmoja wa wanufaika wa fedha hizo. Kwa namna ilivyo ni kwamba fedha hizi kutoka FIFA kwa kushirikiana na mashirikisho wanachama dunia nzima zina maana kubwa sana hasa kwa Tanzania, Kenya na Uganda ambazo zenyewe zinakwenda kuandaa finali za AFCON 2027. Ni kwa sababu fedha hizi ni kimsingi ni kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya viwanja kwenye viwanja ambavyo viko certified. Ujiwa fedha hizi maana yake ni kwamba pale ambapo tayari kipo kiasi cha fedha kimetengwa kwa ajili ya shughuli hiyo, zikija hizi maana yake zitatoa fursa kufanyika kwa mambo mengine ambayo ama bajeti yake inazidi kunenepeshwa na kuongeza ufanisi, ama zikafanya majukumu mengine ambayo kimsingi malengo yake bado ni kuboresha miundombinu ya viwanja. Matarajio ni kuona Tanzania, Kenya na Uganda zikiandaa michuano bora sana kwa msimu kwa finali za 2027. Ni jambo kubwa sana na jambo jema kwa nchi wenyeji kwa michuano ya AFCON 2027 kupitia ule mpango wa pamoja bid Tanzania, Kenya na Uganda. Hizi ni habari njema sana kwa maoni yangu kwa sababu zinakwenda kuboresha eneo muhimu sana kwenye kufanikisha michuano hiyo ya AFCON 2027. Lakini kwa ujumla wake hata pale michuano hiyo itakapofanyika na kufikia ukomo wake, bado kitakachobaki kitakuwa ni kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa miguu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, hasa kwa Tanzania, Kenya na Uganda zinazoandaa AFCON 2027, kwa sababu miundombinu hiyo itatumika kwenye michezo mingine ya mpira wa miguu kwa ajili ya manufaa ya taifa letu la Tanzania. Saudi Arabia wanaona kwamba kwa kupitia fungu hili wanaweza wakasaidia harakati za mpira wa miguu. Unajua mwaka 2034 kama sikosei 2038 kama sikosei, Saudia itakuwa ni mwenyeji wa kombe la dunia. Kwa hiyo ukiangalia wataingiza kiasi kikubwa cha pesa na faida kubwa kupitia kuandaa mashindano haya. Kwa hiyo nadhani wamezani ni jambo zuri kuanza kunufaisha na wengine kupitia kile ambacho wanaamini watakipata, kwa sababu wameanza mapema hizo shughuli za kijamii kwa maana kutoa sehemu ya kile ambacho wanaamini watakipata kupitia fainali za kombe la dunia. Kwa upande mwingine, aliyekuwa kocha msaidizi wa magolikipa wa Mbeya City Patrick Mwang'ata ametwishwa zigo la kuiongoza timu hiyo
ama kikosi hicho cha wagonga nyundo hao kutoka mitaa ya Uhindini jijini Mbeya kilichukua mikoba ya Malale Hamsini aliyetimuliwa baada ya matukio yasiyoridhisha. Malale ametimuliwa baada ya Mbeya City kufungwa goli 1-0 dhidi ya Namungo FC kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale mkoani Mbeya, ukiwa ni mchezo wake wa 3 mfululizo kupoteza. Afisa mtendaji mkuu wa Mbeya City John Kilua amesema uongozi umefikia hatua hiyo mara baada ya kufanya tathmini ya michezo 5 aliyocheza tangu kuanza kwa msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Sisi kwanza ikumbuke tumeingia ligi kuu msimu huu, tulikuwa tunacheza championship na malengo yetu yalikuwa ni makubwa sana, kuhakikisha kwamba timu tunai-maintain iendelee kuwepo kwenye ligi kuu, lakini kwa mwenendo ambao umetokea takriban mechi 5 mnaweza mkaona kuanzia mechi ya Tanzania Prison, tulicheza mechi na JKT, tumecheza mechi na Mashujaa, Coastal pamoja na jana ya Namungo. Unaona matokeo kidogo hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Kwa hiyo kiujumla mwenendo wa timu haukuwa mzuri. Sasa ikitokea hivyo manake sisi kama uongozi lazima tufanye tathmini ili kuweza kuona tunaendaje kwenye timu yetu. Kwa tathmini tuliyofanya tumeona kuna changamoto kwenye performance ya timu. Progress ya timu tunaona kabisa haipo. Kwa hiyo walimu tumewakabidhi kazi ya kufundisha timu. Kwa hiyo tukiona kuna changamoto kwenye uchezaji, basi moja kwa moja sisi macho yetu ni kwa benchi la ufundi. Kwa hiyo tuliwaita, tumezungumza nao, tukawaambia tulizishwe na mwenendo wa timu, na bahati nzuri wenyewe wamekiri kweli timu haiendi vizuri, haichezi vizuri, si timu ya ushindani. Kwa hiyo tumeamua kufikia makubaliano nao na kuona tuweze kusitisha mkataba na kuwaruhusu waweze kutafuta changamoto nyingine sehemu nyingine, lakini kwa upande wetu tumeona ni vyema pia tukawatafuta watu wengine ambao wanaweza wakaja na kitu kipya kwenye timu na kuifanya timu iweze kuonyesha na kuleta furaha kwa mashabiki wetu wa jiji la Mbeya. Baada ya kufanya hivyo, timu tumemkabidhi sasa hivi Mwalimu Patrick Mwangata, ndio atakayekuwa anasimamia timu kwa kipindi hiki kifupi cha mpito ambacho klabu tunaendelea kutafuta walimu wengine ambao watakuja kusaidizana naye kwenye technical bench. Tuageukie mashabiki sasa, ambapo baada ya kutimuliwa kwa kwa kocha huyo mkuu aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha Mbeya City, baadhi wamesema kuwa huenda kuna jambo limejificha nyuma ya pazia ndani ya uongozi, lakini wameamua kumwangushia jumba bovu kocha mkuu pamoja na benchi lake la ufundi. Wamesema ili kurejesha furaha kwa mashabiki wanaotaka uongozi kuleta kocha atakayeziba pengo la mtangulizi wake ili kuhakikisha timu inapata matokeo chanya. Mbeya City wamefanya maamuzi mazuri. Mbeya City wamefanya maamuzi mazuri sana kumtoa kocha mapema. Kupoteza mechi 3 ni kupoteza pointi 9. Na hii ndio inayodhihirisha kwamba huruma sio malezi. Huruma sio malezi, kwa sababu ukisha tengeneza gap la pointi 9 na mwisho wa siku utakwenda kupata kitu ambacho sio kizuri hata kidogo. Sisi tulipokuwa tunapanda kutoka championship kuja ligi kuu, tulifanya mkutano wa kujipongeza mbele ya viongozi wetu waliokuepo na wanaomiliki timu. Na walituahidi wana Mbeya, walituahidi mashabiki kwamba hii timu tunayokwenda kucheza NBC Champions kutoka Champions League kuja ligi kuu itakwenda kushika nafasi ya 3 au ya 4. Na huyu mwalimu alikuwepo, kwa hiyo mwalimu hatuwezi kumvumilia kupoteza mechi 3. Kwa hiyo wamefanya maamuzi mazuri kwa wakati sahihi. Mwalimu alikuwa na mapungufu yake na wachezaji pia wana mapungufu yao, lakini mapungufu ya wachezaji huwa anabeba na mwalimu. Kwa hiyo mwalimu kutolewa mapema kiasi hiki, mimi naona wamefanya jambo zuri na jambo jema kwa namna ya soka linavyotakiwa liende. Natamani kocha yule ambaye aijue timu kwanza, ibebe timu kwamba mimi nimeajiriwa kwa ajili nifanye nini nikiwa kwenye timu hii. Akijua hilo jukumu lake, kwa sababu mshahara naye anapata na timu itabidi naye onekane kwamba na kitu kuwapa wachezaji hii wawe na morali, wacheze mpira, sio kama mpira kwenye uwanja waanze na wenyewe kutembea wachezaji kutokana na fitness ya kocha. Kocha inabidi anakuambia kocha ni kama baba mlezi, lakini kwenye kufanya kazi lazima hata mtoto muhimize kwamba bwana fanya kazi. Kazi hii ndio iliyokuleta, ndio inakulea, hii ni kama ndio chakula chako, itabidi yani ujitume na juhudi na jitihada. Kwa tunamhitaji kocha ambaye anaishi na wachezaji. Awe maki napo kiwafokea sana wachezaji, wana uwezo wa kuchomesha. Kwa sababu wewe wanakuambia wachezaji ishi nao kama watoto wako, jinsi unavyowalea, lakini kwenye kazi unakuwa serious bwana, fanya hiki na hiki na hiki. Lakini kocha
Kama unakuwa tu na wewe unacheka nani sahihi, lakini inatakiwa kocha uwe mkali sometime na wewe mbinu zako uingize kwa wachezaji, sio zile mbinu. Kwa tunahitaji kocha mwenye experience ambayo yani anakuja pale na mbinu zingine ambazo mchezaji ana uwezo wa kumbadilishia naye kocha, awe na uwezo mkubwa. Naam, nikukumbusha ni mshike, endelea kwa nasi, tutarejea. Haya ni maajabu. Asante kwa kuendelea kwa nasi, huu ni mshike. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT imeipongeza timu ya soka ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 kwa kufuzu fainali za Kombe la Mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri huo zitakazofanyika mwakani nchini Morocco. Serengeti Boys wanafuzu hatua hiyo baada ya kuingia fainali ya Sekafa wakifunga Kenya mabao 3-1 na sasa wanasubiri mtanange kati yake na Uganda ili kuamua bingwa mpya wa ukanda huo. Hii ni mara ya 4 kikosi hicho kitacheza AFCON, hatua ambayo ni ya kupongezwa kwa kiasi kikubwa pamoja na kujivunia, kama anavyoeleza Neema Msita ambaye ni katibu mtendaji wa Baraza la Michezo nchini. Utaona leo Serengeti Boys wanakwenda kucheza fainali. Wameshafuzu, wanaenda AFCON, lakini wanaenda kucheza fainali na tunatarajia wanaweza wakaja kuwa mabingwa kwa sababu tunaelewa ubora wao. Hii ni faraja kubwa kwa sababu mzazi anapowekeza jambo mahali anataka kuona return. Kwa hiyo serikali inafarijika kuona kwamba yale maono ambayo wamekuwa nayo kama serikali yametafsiriwa vizuri na vyama vyetu na vijana wetu, na wanapokwenda katika mashindano mbalimbali sasa hivi wanaenda wanafanya vizuri, wanarudi. Ni katika historia yetu hii ya kipindi hiki, miaka mingi sisi tulikuwa hatujui hizo AFCON, tulikuwa tunazisikia tu, lakini sasa hizi kwenda AFCON imekuwa ni kawaida. Imefika mahali sasa hivi Tanzania sisi sio AFCON tu, tunacheza World Cup. Wote tunafahamu timu ya wanawake ya futsal ilikuwa Philippines juzi. Wamecheza michezo yao japo hawajafanya vizuri sana, lakini kwangu mimi wamefanya vizuri kwa sababu yale ni mashindano ya dunia. Ukizungumzia World Cup ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo wameenda, wamefungwa mechi 2 lakini wameshinda mechi 1. Kwetu sisi tunaona ile ni kama challenge kwa sababu kwanza hata uwanja wanaochezea ni uwanja inawezekana hawajawahi kucheza kwenye uwanja kama ule, lakini level na standard ya mashindano, it's a World Cup. So tunaendelea kuwapongeza vyama ambavyo wanajituma na kujitahidi, lakini tunaendelea kuwaambia vijana ipo fursa. Tukisalia hapo katika hatua nyingine, Msita ameelezea kufana kwa tamasha la riadha kwa wanawake linalojulikana kwa jina la Ladies First ambalo limefanyika weekend hii kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Pamoja na mambo mengine, ametoa tathmini ya kufanikiwa kwake na changamoto zake. Ni tamasha zuri ambalo kwa kweli linawaleta watoto wa kike pamoja. Lengo la tamasha tumekuwa tukisema kila wakati ni kuendelea kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika michezo, kwa sababu tunafahamu kwamba wanawake wa Tanzania ambao wamepata nafasi wachache wamefanya vizuri. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba tukiwahamasisha wakaendelea kushiriki kwa wingi wao wataendelea kufanya vizuri zaidi. Sasa mwaka huu tulikuwa na msimu wa 7 wa tamasha la Ladies First. Nimejionea mafanikio makubwa sana. Kwa kweli kila msimu unaona mabadiliko ni makubwa sana. Na nimeanza kuona mafanikio makubwa baada ya kuanza kuweka ukomo wa umri wa washiriki. Sawa, kipindi cha nyuma ulikuwa tumeachia huu holela, walikuwa wanakuja watu wazima sana, wanakutana na watoto wadogo sana, ule ushindani unakuwa unashindwa kuupata. Lakini tangia mwaka jana tuliweka kuwe na kiwango cha umri wa kuanzia miaka chini ya miaka 20. Sasa hii tafsiri yake ni nini? Hii tafsiri yake ni kwamba ushindani ninaouona na mashindano yalivyofanyika unakuja kugundua kwamba kuna vijana wadogo wengi ambao wana uwezo mkubwa sana.
Na katika lingine, uongozi wa kikosi cha Azam FC leo umepokea wageni kutoka mataifa mbalimbali ambao ni mawakala na wasaka vipaji waliohudhuria kwenye zoezi maalumu la kuonyesha vipaji kwa vijana lililofanyika Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Baadhi ya ugeni huo kutoka Ufaransa, Albania, Uingereza, Sweden na Norway ni miongoni mwa wanafamilia waliohudumu kwenye mpira wa miguu kwa ngazi mbalimbali ikiwemo ya uchezaji. Na leo kwenye ardhi ya Tanzania walipata nafasi ya kushuhudia mchezo kati ya Azam FC Under 15 dhidi ya Limboko FC Under 15 kwenye viunga hivyo vya Azam Complex. Na kwingineko, kikosi cha Bigman FC kimeibuka na ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya KenGold FC katika mwendelezo wa ligi ya NBC Championship kwenye mchezo uliochezwa katika dimba la Ilulu mkoani Lindi. Omari Mikoma anaarifu zaidi. Mchezo wa ligi ya Championship umemalizika hapa uwanja wa Ilulu uliokutanisha Bigman FC dhidi ya KenGold kwa matokeo ya Bigman FC kuibuka na ushindi wa magoli 2-0, magoli ambayo yalipatikana katika kipindi cha kwanza, huku kipindi cha pili kikimalizika bila goli lolote kwa timu zote mbili. Ushindani ulikuwa mkubwa sana. Nilichofanikiwa kuweza kupata goli la mapema na kutengeneza psychology kwa wachezaji wangu kwamba confidence ilikuwa nzuri. Lakini ukiangalia kwamba tulichokitraining ndicho ambacho tulichokuja kukipata leo. Tulitraining kwa nafasi kwa njia kupitia pembeni na tumefanikiwa. Ukiangalia mechi za mwanzo kikosi kilikuwa bado hakijawa imara. Kadri siku zinavyoenda tunazidi kuimarika. Nafikiri tumecommit tu mistake kwenye flank, wameweza kutumia, wameingiza mipira ndani. Golikipa wetu wamefanya makosa, tumepoteza, lakini nafikiri wamepambana, wamecheza vizuri. Ni athiri kwa sababu tulikuwa tuna malengo tupate point 3, tukishindwa tupate point 1. Kwa hiyo imetuathiri kwenye hesabu zetu, lakini tutazifix kwa sababu na sisi tuna mechi nyumbani, tuna mechi pia away nyingine, tutapambana, tutapunguza makosa yetu, nafikiri tutafika malengo. Mchezo huu unakuwa mchezo wa pili kwa kikosi cha Bigman FC kuibuka na ushindi na kupata alama 3 katika michezo mitatu ambayo tayari imecheza ikiwa katika uwanja wa nyumbani hapa katika dimba la Ilulu. Kutoka Lindi, mimi ni Omar Mikoma. Naam, ukamilisha sasa kwa kupitisha kwenye ratiba itakavyokuwa ya mechi kutoka kwenye ligi mbalimbali kubwa barani Ulaya ambazo tutazishuhudia kwenye kisimuzi cha Azam TV. Kuna mechi ambazo tutazishuhudia, lakini mbali na hilo ni kukumbushe tu kwamba itakuwa ni mwendelezo wa kile kutoka La Liga ambapo FC Barcelona wao watakuwa mzigoni dhidi ya Atletico Madrid Disemba 2, yani hapo kesho saa 5 kamili usiku. Lakini usahau kwamba Athletic Bilbao wao watakuwa mzigoni dhidi ya Real Madrid kesho saa 2 kamili usiku, Disemba 3 kumradhi, kesho kutwa saa 2 kamili usiku. Mechi zote hizi utazishuhudia kupitia chaneli ya Azam Sports 4 HD. Lakini Serie A pia itaendelea kwenye kisimbuzi cha Azam FC. Bologna watakuwa mzigoni dhidi ya Cremonese na hii ni leo saa 4:45 usiku, muda mchache tu kutoka hivi sasa. Ngoma itakuwa live Azam Sports 3 HD. Lakini pia Juventus kutoka kule Italia wao watakuwa mzigoni dhidi ya Udinese Disemba 2 hapo kesho saa 5 kamili usiku, wakati Napoli wao watamenyana na Cagliari. Mechi itapigwa Disemba 3, yani kesho kutwa saa 2 kamili usiku. Zote hizi zitakuwa live Azam Sports 3 HD na ni Coppa Italia round ya 16. Na nisema mpaka hapo hatuna la ziada kwenye mshike leo, lakini kabla siondoka tukamilishe japo kwa muhtasari kujua ni yapi ambayo tulikuwa nayo leo. Kikosi cha Simba Sports Club kipo safarini kurejea Dar es Salaam wakati Singida Black Stars ikiwasili tayari kujiwinda dhidi ya Azam FC. Mwisho wa mshike leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Usiku mwema.